Zikumbuka ahadi za Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wakati wa uchaguzi, akizunguka kwenye maeneo tofauti tofauti akiwaahidi wananchi kuhusu kujenga mahala visiwani Zanzibar kwa ajili ya kudhibiti mfumuko wa bei za vyakula visiwani Zanzibar. Ahadi hizo ambazo Rais wa Zanzibar alizokuwa akizitoa zinakwenda sambamba katika jimbo hili la Chaani, ambapo viongozi wa jimbo hili wanaendeleza ahadi hizo licha ya kujenga mahala hayo, lakini leo hii ahadi hizo zinaungwa mkono na tukio la ugawaji wa vyakula kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Zaidi ya wananchi 500 wamepatiwa sadaka hizo ili kupunguza ukali wa maisha, na hapa mwakilishi wa jimbo hili Mheshimiwa Juma Usonge anazungumza kuhusu ahadi hiyo ya kutokomeza njaa katika jimbo hili. Wadi ya Chaani tayari tumeshapata lile ghala, lakini wadi hii huku ya Kinyasini bado hatujafanikiwa kulipata lile ghala. Chakula kipo kama tulivyoahidi kwenye kampeni na mambo mengine mbalimbali ambayo tayari tumeahidi, yote tutayafanya. Suni tu baada ya kumaliza sikukuu tunatarajia tuanze rasmi na utoaji wa sadaka yetu hii kwa kutumia ule mfumo ambao tunasema kwa kutumia maghala. Matarajio yetu ni kuona kwamba 100% wananchi wote tunawapatia chakula, lakini kwa hatua ya awali tutaangalia wale wenye uhitaji. Yule mtu ambaye tayari kwa siku anapata mlo mmoja, sisi tutamuongezea ili apate milo 2 mpaka 3. Ndio lengo letu hilo, na tukishakuamaliza hao, maana yake lengo letu ni kuhakikisha kabisa wananchi wote wa jimbo la Chaani wale ambao tayari wanapata mlo 2 au 3 basi kuongezea chakula ili kutimiza hii ahadi yetu, kuhakikisha kabisa wanachaani wote wanapata chakula kama ambavyo tulivyoahidi. Lakini kama nilivyozungumza awali, tutaanza na wale ambao tayari hali zao za kiuchumi, na tayari tushafanya tathmini, tushajua tuna watu wangapi kila shehia. Tuna shehia zaidi ya 8. Kwa hiyo almost kila shehia tutachukua kwa mujibu wa watu ambao tayari watakaonufaika na awali, na wananchi tayari tumeshawaeleza na wamefurahishwa na mpango huo mzuri na namna ambavyo tutakavyoanza. Hili ni kwa ajili ya Ramadhani, kila Ramadhani kuelekea sikukuu, lakini pia na ile sikukuu ya Eid al-Hajj nayo pia tutakuwa tunatoa sadaka. Hii itakuwa ni specific, ni package kwa ajili ya sikukuu na mambo mengine, lakini ile ya maghala itakuwa ni ya muendelezo muda wote, nyakati zote, iwe Ramadhani isiwe Ramadhani, iwe kipindi cha masika iwe nini, yale maghala yatakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wale watu wenye uhitaji. Huu ni muendelezo wetu wa kutoa sadaka tokea Ramadhani kuanza, na leo hii zaidi ya tukio la 7 hapa leo tunatoa sadaka kwenye maeneo mbalimbali. Leo tupo na watu zaidi ya 500 katika kuwapa hizi sadaka, na mchele, unga, sukari na mafuta. Lakini sambamba na hilo, mpaka sasa hivi ukifanya makadirio tumeshatoa watu zaidi ya 3700 kuwapa sadaka jimbo letu la Chaani. Kwa kweli nilikuwa nimejitayarisha kiunyonge kadiri Mwenyezi Mungu alivyonijalia, lakini kwa kuja sadaka hii kidogo nimepiga hatua kuweza kumalizia yale madogo ambayo ilikuwa hajakamilika. Nimepata faraja, na kwa sababu na familia kubwa sasa, na wale ambao ninawamiliki nao pia ambao hawasingeweza kupata kwa kupitia upande wangu, basi kile ambacho nimejaliwa hapa nitajalia na wao, ili kila moja siku kama ya kesho, kwa sababu ni siku ya sikukuu, na tumetakiwa kwamba kusema ukweli, sikukuu ilikuwa sijajiandaa kivile, nipo tu namsubiria baba watoto apate ili alete, lakini nashukuru siaba alhamdulillah, kutokana na msaada wa bunge wetu na wakilishi wetu pamoja na viongozi wote walokuweko, kwa tunashukuru siaba alhamdulillah, waendelee kutuona na kutujali pia. Baada ya kuja futari hii nimeshukuru sana, kwa sababu ilikuwa nimejiandaa na kiasi fulani, lakini haikidhi haja, lazima niseme ukweli. Lakini kuja hatua hii kwa kweli mimi nashukuru, tena nashukuru sana. Sawa. Kwa hiyo ninachokiomba tu wasivunjike moyo, wajitahidi, Mwenyezi Mungu akawabariki, basi na sisi watuone kwa jicho la huruma.